Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na tunaendelea kukujuza mambo mengi yanayojiri duniani, lakini tunaitazama Marekani ya bwana Donald Trump. Rais wa Marekani anasema Iran ipo katika hatari kubwa sana, akimaanisha kwamba wakati wowote ataweza kuivamia ikiwa mazungumzo ya moja kwa moja katika masuala ya nyuklia yatashindwa. Rais huyo amesema nchi ya Mashariki ya Kati ya Uajemi haiwezi kuwa na silaha za nyuklia, lakini akizungumza wakati huo katika mkutano na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu katika ofisi ya ikulu ya White House siku ya Jumatatu, amesema kwamba ikiwa Iran itakataa kufanya mazungumzo ya moja kwa moja, basi hali kwake itakuwa tete. Anasema rais huyo wa Marekani bwana Donald Trump ni kama vile mpango wake ni kutaka kupambana na Iran, ni jambo ambalo lipo katika kichwa chake na anataka hakikishe kwamba Iran inapoteza ukuu wake katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Rais huyu amesema kuwa Iran itakuwa katika hatari kubwa ikiwa mazungumzo ya moja kwa moja yanayoendelea kati ya Marekani na nchi hiyo ya Mashariki ya Kati kama yatashindwa. Anasema, nadhani ikiwa mazungumzo hayatafanikiwa na Iran, nadhani Iran itakuwa katika hatari kubwa, bwana Trump alisema. Aliongeza kwamba Iran haiwezi kuwa na silaha za nyuklia na ikiwa mazungumzo hayatafanikiwa, nadhani itakuwa siku mbaya sana kwa Iran. Huo ndio msimamo wa rais wa Marekani Donald Trump wakati akizungumza na mwenzake Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Kumbuka Netanyahu wakati huu yupo nchini Marekani, alifanya ziara siku ya Jumatatu kukutana na rais wa Marekani bwana Donald Trump, ikiwa ni ziara yake ya pili tangu kuapishwa kwa Donald Trump mnamo Januari 20 mwaka huu. Akizungumza na vyombo vya habari katika ikulu baada ya kufanya mkutano na Benjamin Netanyahu waziri mkuu wa Israel, Donald Trump rais wa Marekani alithibitisha kuwa Marekani imeanza mazungumzo ya moja kwa moja na Iran, na alisema duru inayofuata itafanyika Jumamosi hii, akionya kwamba pande hizo mbili zinaingia katika eneo hatari. Haijabainika ikiwa mazungumzo gani ambayo bwana Trump alikuwa akirejelea. Hapo awali Marekani ilikuwa haijatangaza mazungumzo yoyote na Iran, na uongozi wa Tehran hapo awali ulikataa wazo la mazungumzo ya moja kwa moja, huku nayo kiendelea na maandalizi kwa ajili ya mapambano dhidi ya Marekani pamoja na Israel. Tuna mazungumzo ya moja kwa moja na Iran, wameanza. Rais wa Marekani alisema kwamba yataendelea Jumamosi. Tutaenda kuona kama tunaweza kuliepuka, lakini linazidi kuwa eneo hatari sana na tunatumai mazungumzo haya yatafanikiwa, alisema rais huyo wa Marekani bwana Donald Trump. Siku ya Jumatatu maafisa nchini Iran walisema wametuma pendekezo la ukarimu na la busara kwa mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja na Marekani kuhusu mpango wake wa nyuklia ambao unaweza kuhusisha Oman kama mpatanishi katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Lakini pia kwa mujibu wa taarifa zilizopo ni kwamba Ayatollah Al-Khamenei tayari ameshaliandaa jeshi lake wakati wowote kwa ajili ya mapambano, kutokana na kile ambacho rais wa Marekani bwana Donald Trump amekitangaza kwamba mpango wa sasa ni kuhakikisha wanafanya mapambano dhidi ya Iran. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ambayo yanajiri wakati huu, na bila shaka nawe una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Ni kile ambacho rais wa Marekani bwana Donald Trump amekieleza baada ya mkutano wake na waziri mkuu Benjamin Netanyahu kujadili baadhi ya mambo, ikiwa ni pamoja na ushuru ambao ameiwekea nchi hiyo ya Israel ambao ni 17% tu, lakini pia wakazungumzia juu ya suala zima la Iran ambapo ndio tatizo kubwa katika eneo hilo la Mashariki ya Kati na ndio gumzo kuu katika eneo hilo. Basi endelea kuwa nasi, tutaendelea kukujuza kadri mambo yanavyojiri kuhusu suala hili la Iran pamoja na Marekani. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.